Uliona mbali? Semaji la finali ya CAF. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali. Semaji, moja ya timu ambayo sasa hivi Tanzania timu pekee ambayo inashiriki ambayo ipo kwenye michuano mitatu ambayo yote ni Simba ambayo yupo kwenye FA, yupo kwenye ligi, lakini pia yupo. Swali lako ni fupisha kwa sababu waandishi wengine wanasubiri. Unawezekana Simba mwaka huu akachukua treble? Ni mapema mno kuzungumzia yote hayo, lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe 17 na tarehe 25. Labda uje uniulize hilo swali tarehe 26 baada ya kuwa kwanza tumeshachukua ubingwa wa Afrika, ndio tutaanza kuangalia na makombe mengine. Lakini hapa tunaangalia uwezekano kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba, kwenda kushiriki kombe la Muungano. Unafuatilia Muungano kumbe? Sifuatilii. Imeanza kwa South. Imeanza kwa South, lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la Mapinduzi. Hapo ndio finali sasa hivi. Yes, na sisi tuanzie finali, twende finali kwa sababu sisi tumezoea kufika finali. Yes. Hamwezi upande wa nani sasa, wa Azam au upande wa Yanga? Waandaaji ndio watakaoamua, au kama wanaweza bana, kwa kuwa nyinyi na finali ya CAF, basi automatically mcheze finali kwenye nani, kwenye Muungano, sisi tuko tayari. Na nyinyi mabingwa watetezi wa exactly. Jana ulizungumza kwamba wewe kwenye akili yako unafikiria kuhusu Super. Nini kilifanya ukazungumza hivyo? Lazima mtu uone mbali. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu kwa 100%. Sasa kama ubingwa wa Afrika na uona, kwa nini nisianze kufikiria Super Cup dhidi ya Mamelodi Sundowns hapo Abu Dhabi? Whatever, awe Mamelodi, awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza Super Cup Abu Dhabi au Qatar au Dubai. Bwana Ahmed, jana kulikuwa na clip ya Ngoma ile alizungumza kwa hisia sana kwamba timu za Tanzania hakuna kuongea tena. Watu wengi wamecomment wanasema kwamba kumbe ilikuwa inawauma sana kuambia mjacheza finali. Inatuma? Ilikuwa inawauma. Kimsingi tumekata ngebe. Hilo ndo jambo la msingi ambalo tunapaswa. Tumekata ngebe. Na msimu huu nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu. Ndio maana unaweza kumuona hata Ngoma alifikia kusema vile, na kila mtu anaweza kusema anachoweza kusema. Msimu huu wakati tunamleta Fadlu, kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida, wamechukua kocha msaidizi, hana uzoefu, kocha ameshusha timu siri, maneno yakawa mengi. Sisi tukanyamaza tu. Tukaanza kushiriki michuano ya CAF. Mzani wa kwanza alikuwa ni Al Ahly Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi, Al Ahly Tripoli ana mabululu sijui ana nani, Simba shughuli yake imeishia hapa. Tukamtandika Al Ahly Tripoli bao 3-1 safi kabisa, nyama akaenda zake group stage. Group stage tukapangiwa Waarabu wawili na Msauzi Kusini mmoja. Wakapanga kabisa wenyewe kwamba kwanza Constantine, pili Sfaxien, watatu Bravo, Simba tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo. Katika hali ya kushangaza, nyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne. Hapo tukaangukia kwa Farao Misri. Wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo. Tukaenda tukapambana naye Al Masry, tukamtandika bao tukamtoa kwa penalti bao 4-1. Tukaangukia kwa Stellenbosch. Wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek, Simba ni nani anaondolewa. Stellenbosch tumemtandika goli 1-0, nyama ameingia finali. Kwa hiyo kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke, tumewa surprise na tumekwenda hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie, lazima tujitambie nayo. Lakini vile vile wao walidhani kwamba finali ya CAF ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club, kwa sababu wao walipita kwa ndondokela wakakutana na maiti mpaka wakafika finali. Wakafikiri na kwa Simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba. Tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kweli kweli, tumefika zetu finali. Na hapa finali
hatuishii hapa, tunaangalia ubingwa wenyewe. Swali la mwisho labda. Mpaka sasa hivi East Africa Simba inaingia finali mara 2. Labda kuna funzo lolote mnatoa kwa East Africa nzima? Sisi kusema kweli ni wachoyo na hatutaki kumfundisha mtu yote, na tungependa kuona timu zote zinaishia pabaya kila siku. Waendelee kuwatazama tu. Exactly.